ambao vile ningependa kupata hisia zao ni zipi kuhusiana na hali ya uchumi humu nchini. Karibu ndani ya TV47, kianza kwa kujitambulisha majina, tueleze wewe kama mkazi kutoka kaunti ya Laikipia, hali ya uchumi na kupeleka kwa namna gani? Kwa majina naitwa Mondia kutoka kaunti ya Laikipia, mji wa Nyahururu. Kulingana na uchumi, ninaona uchumi ni kama umedhorota sana kwa sababu hata watoto tayari wamefukuzwa shule, tumekosa hata pesa ya kurudisha watoto shule. Naona kama ni biashara hakuna. Naona kama tuliambiwa sasa tutawekwa pesa kwa mfuko, ni kama pesa ni kutolewa, inatolewa kwa mfuko. Sasa naona uchumi kabisa umedhorota kabisa kwa sababu hakuna mtu ambaye anapata kitu ya kukula jioni. Kitu ya kukula jioni ni shinda. Tunatafuta na shida sana. Hata kuna watu wanalala njaa. Kwa hivyo mimi naona uchumi haijakamilika kabisa. Uchumi bado uchumi uko baya kabisa. Asante. Na wewe bwana, ukikaribia tu hapa, kwa maoni yako unahisi kuwa kile kipato ambacho unakipata kinaweza kustahimili mahitaji yako na hali ya uchumi jinsi ilivyo? Nakushikia. Kwa majina mimi naitwa Fredrick Dairo Jogu. Mimi ni mkaaji wa Nyahururu, mfanyi biashara na tayari nimefanya biashara karibu miaka 30. Uchumi wakati huu iko mbaya sana. Kwa biashara hakuna mapato, mpaka hata tunashindwa kusomesha watoto. Kwa mfano, mimi nauzanga viatu na manguo, na shinda ile kubwa tuko naye hapa. Zamani tulikuwa na local industries, tulikuwa na watu ambao walikuwa wanashona manguo hapa Nyahururu, lakini siku hizi hakuna. Ile iko ni vitu mingi sana inakuwa imported from outside. Tuko na very high import than export. Juzi nilisikia huko Malendio, nikasikia ile import tunafanya hapa Kenya ni ya 2.7 billion kwa mwaka. Na ile export tunafanya hapa ni 1.1 billion kwa mwaka. Hiyo ni tofauti kubwa sana. Na vitu mingi sana ambayo tunatoa huko nje ni vitu ambaye tunaweza pata hapa kwa locally. Kwa mfano mahindi wakati mwingine inakuwa imported. Kwa mfano rice inakuwa imported. Kwa mfano maguo yote karibu zote in Kenya inatoka huko nje. Viatu inatoka huko nje. Na hiyo kitu inaua hata employment. Sababu kama vitu vinatoka huko nje, hatuwezi ajiri watu wetu. So unless serikali ifanye mpango, iweke nguvu the local industries, isimamishe mambo ya imports, tutakuwa na shida kubwa sana. Asante. Na bwana, ukikaribia tu hapa, tunaelewa kuwa kuna mikakati ambayo serikali inasema kuwa imekuwa ikichukua ili kuweza kuhakikisha kuwa imeimarisha uchumi humu nchini. Kwa maoni yako, unahisi kuwa mikakati hiyo inafanya kazi? Kwa majina mimi naitwa Charles Wahome na mimi ni mkazi wa Nyahururu. Serikali haiwezi kushindwa kurekebisha uchumi kwa sababu iko mambo mengi kama vile mwenzangu amesema hapa, kuweka ma industries. Kwa sababu sasa import iko 85%. Export ni 15. Sasa sisi tunakaa kama watumwa. Kwa sababu ile pesa yote tunakusanya yote inaenda. Kwa hivyo serikali ijitahidi, na sana hata uchumi unazorota juu, kama tuseme kama ni affordable housing. Affordable housing inatumia kitu kama 200 billions per year na ni non-generating. Ni kitu ambaye haizai pesa yote. Kwa hivyo ndio mjengo si baya, lakini ujego na njia ya kitaratibu, kama vile Mwai Kibaki alikuwa nasema. Unajua Mwai Kibaki ndio alitengeneza mambo ya Vision 2030, lakini alienda pole na akauda uchumi kwa njia nzuri. Sasa ukiangalia kama uchumi ni baya, hebu uangalie huko uone kama kuna customer. Mtu ana shida siku 3 bila kuuza zote. Kwa hivyo serikali jitahidi, hata ile itakayokuja isije ikibiria mambo kuwa magumu, kukimbiza, sijui ni kukimbiza kwa nini.
Asante. Naam, Onsare, hayo ni maoni ya baadhi ya wazee ambao pia ni wafanyabiashara kutoka mji huu wa Nyahururu, wakisema kuwa kwa kiwango fulani serikali imeweza kushindwa kudhibiti hali ya uchumi humu nchini. Hivyo wanatoa wito kwa serikali kuweza kuhakikisha kuwa imeweza kuipa kipaumbele mikakati ambayo itaweza kuimarisha au kudhibiti uchumi. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea la kuregesha usukani kwako Onsare. Naam, shukran sana Laban Muhinda ukitujia mubashara kutoka eneo hilo la Nyahururu, ukizungumza na wakazi ambao wametoa hisia zao. Kuna wale ambao wanasema mambo si sawa kwa sasa na wangependa mengi yafanyike ili pesa iwe mfukoni. Ndio masuala ya kisiasa ambayo yanazidi kuchipuka katika masuala ya uongozi na pia katika uchumi. Masuala hayo kwa pamoja yanategemeana katika kuhakikisha pesa zinafika mfukoni, na pesa zikiwa mfukoni basi unaweza nunua na kukimu yale mahitaji ya kimsingi. Victor, ni kushirikisha katika